Ninalo neno au ujumbe unaosema fundisho linalohusisha utamaduni katika wokovu ni la kishetani. Somo linasema fundisho linalohusisha utamaduni katika wokovu ni la kishetani. Bila shaka mtumishi wa Mungu, kupitia somo hili kuna swali tayari linajengeka kwenye ufahamu wako kwamba ninamaanisha nini. Lakini kabla sijaendelea, naomba funika macho yako mahali popote ulipo unanifuatilia, niombe kwa ajili yako. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana wa uzima kwa muda huu ambao umenipa mimi pamoja na watumishi wako hawa ambao wananisikiliza. Nakushukuru Mungu wa uzima kwa sababu Bwana umekusudia kuyaachilia maarifa ya kipekee kwetu mimi pamoja na msikilizaji huyu, ili Bwana ya maarifa yalete uzima ndani yetu, kwa kuwa neno lako linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Asante kwa kuwa umekusudia kutupatia maarifa katika wakati na majira haya. Kwa jina la Yesu naomba uongozi wako Bwana na utawala wa nguvu zako na mamlaka yako ya kiungu kuniwezesha na kumtegemeza msikilizaji wangu kupokea ujumbe huu, kwa kuwa nina imani Yesu Kristo umeuachilia kwa makusudi ili ulete uzima na uponyaji ndani ya nafsi za watu wako hawa. Baba, ninapinga kila hila za adui, ujuzi na roho ya utafiti, roho ya ujuaji, roho pinzani, na ikemea mbali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia ufahamu wa msikilizaji huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achia nafsi yake, achia moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Naomba roho wako Mungu akawafunulia akili watumishi wako na wasikilizaji hawa wanaosikiliza, ili wakapate kuelewa kusudi na mapenzi yako Bwana juu ya neno hili ambalo umeliachilia, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Amen. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Sasa ninakukaribisha tuendelee katika kujifunza au kupokea ujumbe huu ambao Bwana Yesu ameuachilia ili ulete uponyaji na kutupa matumaini ya uzima wa milele ndani yetu. Nina imani kila aliyeokoka, aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ana tumaini la uzima wa milele ndani yake. Amekusudia kurithi ufalme wa Mungu, si tu kupokea uponyaji, si tu kupokea baraka, si tu kupata heshima kwa namna yoyote ile, bali kusudi namba moja la kumwamini Yesu Kristo katika maisha yetu ni kwamba turithi ufalme wake wa mbinguni. Kwa hiyo ili tuweze kurithi ufalme wa mbinguni, ni muhimu sana tujue vigezo vya kurithi huo ufalme wa mbinguni. Sasa liko jambo ambalo nataka nikushirikishe mtumishi wa Mungu naye nisikiliza. Jambo hili ni muhimu sana. Kupitia jambo hili, kwa watu kuto kujua, wengi wanaangamia, wengi wamepotea hata sasa, na wengine wako kwenye foleni na laini ya kupotea. Wengine kwa njia ya kusikiliza, wengine kwa njia ya kufundisha, kwa namna yote watu wengi, maelfu na maelfu yanapotea. Hivyo ninaomba mtumishi wa Mungu ambao umepata neema ya kunisikiliza katika wakati huu, naomba chukua muda huu, dakika chache hizi ambazo zipo, uweze kunisikiliza. Huu ujumbe Bwana Yesu ameuachilia ndani yangu kwa nguvu sana, kutokana na upotofu au upotoshaji unaoendelea kwa watumishi wengi. Sijajua, lakini ninaamini ni kwa sababu hawana nia ya Kristo ndani yao. Mfano, kuna namna nyingi ambavyo Mungu ametufundisha kwa habari ya utakatifu wa nje na ndani, kwa maana ya utakatifu wa mwili na roho. Lakini wako watu wengi na watumishi wa Mungu wanajitahidi kutetea hoja hii ya upotofu
hoja hii kwa kuwapotosha watu. Mungu ameonya sana kupitia maandiko yake matakatifu. Mungu ameonya sana kupitia mafunuo mbalimbali ya watumishi wa Mungu. Yesu ametumia gharama nyingi kuhakikisha anatufunulia na kutupa maarifa ili tuweze kuondoka na kuponywa kutoka katika maangamizo ya mafundisho mengi ya watumishi wa Mungu walioko duniani. Watu wengi sana tunapozungumzia kwa habari ya mavazi, habari ya mavazi, kuvaa suruali, kuvaa vinguo vifupi, kuvaa vikaptula, kuvaa mipasuo, kuvaa na namna zote za mitindo ya uvaaji, lakini pia mitindo mbalimbali ya kujipamba, ya unyongwaji na namna mbalimbali. Wengi sana wamekuwa wakitetea hoja hii wakisema kwamba ni tamaduni. Kwa maana kwamba wengi ukiwasaidia wanasema jambo hili halina shida, halina tatizo, sio dhambi, kwa sababu ni utamaduni wa watu wa mahali mahali. Mfano, wamesingizia sana watumishi wengi na wahubiri wengi kwa habari ya ndugu zetu walioko huko Ulaya, wazungu na mataifa mengine. Wengi wametetea hoja zao wakisema kwamba ni utamaduni kwa sababu hiyo hakuna dhambi ndani yake. Mtu hawezi akamkosea Mungu, kwa mfano labda kwa kuvaa suruali, labda kwa kuvaa vinguo vifupi vimini, labda kwa namna yoyote ya kuvaa nguo ambazo hazina kustiri ndani yake. Wengi sana wametetea, lakini kimsingi kama ni swala la hoja kwa habari ya dini, basi kimsingi kwa jinsi ya kimungu au kwa jinsi ya kiroho tuna tamaduni za aina mbili tu zinazotenda kazi katikati ya maisha ya wanadamu. Utamaduni wa kwanza ni utamaduni wa kimungu. Utamaduni wa kimungu. Na kifupi, utamaduni ni jumla ya maisha ya wanadamu. Ni jumla ya kitu chote yani jumla ya kila kitu kinachohusu maisha ya mwanadamu. Hiyo ndio maana fupi na rahisi ya utamaduni. Namna gani? Mungu ana namna yake ambayo anataka na alikusudia tangu msingi wa kuumbwa kwa ulimwengu mwanadamu apate kuishi. Iko namna ya kuishi na kuenenda kwa jinsi ya kimungu katika kila eneo la maisha ya mwanadamu. Sasa mimi nataka nizungumzie kwa leo kipengele kimoja tu kinachohusu mavazi. Tunapoonya watumishi wa Mungu wengi au wanadamu wengi duniani kwa habari ya mitindo mbalimbali, mfano mitindo ya mavazi, kuvaa suruali, vinguo vya kubana, vinguo vifupi, transparent na namna zote, wengi sana wanatetea hoja hii kwamba havina shida kwa sababu ni tamaduni tu ambazo kila watu wanaweza wakawa wanaishi au wanazifanya na isiathiri maisha yao. Ni kweli inawezekana inaweza isiathiri maisha ya wanadamu, lakini mbele za Mungu ni chukizo. Mbele za Mungu ni chukizo na Mungu hapendi, na ndio maana ameonya na anaendelea kuonya na ataendelea kuonya mpaka Yesu atakapokuja duniani, kwa sababu hata nyamaza. Sasa naomba tuanze kwa kusoma maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 20. Neno la Mungu linasema, Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Nataka tushare kidogo katika kipengele hiki cha mavazi. Wengi hawaamini kwamba vazi linaweza likampeleka mtu jehanamu. Wahubiri wengi, mitume wengi, manabii wengi, wachungaji wengi na maaskofu wanadhani hii sio hoja ya kuijadili au sio hoja ya kujali swala la mavazi. Wengi tumeona makanisani wanavaa uchi, vinguo vifupi vinavyofika magotini, vinguo vinavyobana, suruali kwa wanawake, tena suruali zinazobana,
Lakini pia tumeona namna ambavyo wanaachia vifua wazi, makwapa wazi, matumbo, vitovu wazi. Lakini wengi wanatetea wakisema kwamba hii sio shida, haina tatizo lolote, haiwezi kaathiri maisha ya mtu ya baadaye baada ya kutoka katika mwili. Lakini nikwambie ukweli, mpenzi msikilizaji wangu unayependwa na Bwana Yesu, kwamba msingi huo wa mafundisho na hiyo hoja ni uongo na ni ushetani, kwa sababu nia yake ni kuwafanya wengi wapumbazike, wawe vipofu, wafungwe fahamu zao, wasijali namna hii, alafu mwisho wa siku wapotee na kutupwa jehanamu ya moto. Tumesoma katika kitabu hiki cha Mwanzo, tumeona namna ambavyo Mungu alikuwa ndiye msingi wa swala la mavazi. Tunaona hapa Mungu baada ya Adamu kukengeuka na kutoka katika utukufu wa Mungu, akajiona yeye yuko uchi pamoja na mkewe. Hivyo wakajaribu kutafuta namna fulani ya kujistiri kupitia majani, kupitia namna yoyote ile walivyoweza. Lakini Mungu anatokea, tunaona anawafanyia mavazi ya ngozi na kuwavika. Lakini wengi wanasema ndiyo aliwavika. Sasa hatujui aliwavika namna gani. Biblia tunaposoma maandiko matakatifu tunaona inaonya kwa habari ya mwanadamu kujivika mavazi yanayostiri, yanayomsitiri. Na yanamsitiri nini? Yako maungo na maumbile ya mwanadamu kulingana na Mungu alivyotuumba, ambayo hayastahili kuonekana au kuonwa na watu, au hayastahili kabisa kuonekana kwa wanadamu wengine. Mfano, sehemu za siri za mwanadamu, sehemu za makwapa, sehemu za mapaja, sehemu za kifua, hasa kwa wanawake na hata wanaume, ni maungo vitovu, ni maungo au ni sehemu ambazo hazipaswi kabisa kuonwa na mwanadamu mwingine, zaidi awe mke au awe mume. Lakini kinyume na hapo, ni maeneo katika mwili au viungo vya mwanadamu ambavyo hayastahili kabisa kuonwa na yeyote, iwe mdogo au mkubwa. Kwa maana halisi ya kusitiri, maana yake ni kuyaficha hayo maungo yasiweze kuonekana. Kuyaficha hayo maungo yasiweze kuonekana, mapaja yasiweze kuonekana. Na Mungu ana sababu kwa nini anataka tustiri mili yetu. Ana sababu ya msingi, na sababu ni kwa ajili yetu wenyewe, kutuepusha na uharibifu ama ghadhabu ya Mungu inayotokana na uovu, pale mwanadamu asipojali kustiri mwili wake na akawa sababu ya kishawishi cha uovu, watu wakaanguka katika dhambi za uzinzi na tamaa. Kwa hiyo anapotusisitiza Bwana Yesu au Mungu kwa habari ya kujistiri mili yetu, ana maana sana. Kila mmoja mwenye matumaini ya kumuona Yesu, matumaini ya uzima wa milele, ni lazima ajali na ni lazima azingatie kanuni hii ambayo ni utamaduni wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu ambaye unanisikiliza, naomba unisikilize. Swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini Mungu aliwafanyia vazi Adamu na Eva? Kwa nini Mungu aliwafanyia vazi Adamu na Eva? Kimsingi nia ya Mungu ni kuwastiri uchi, ni kuwastiri na maungo yasiyopaswa kuonekana au kuonwa na watu wengine. Sasa tunaona hapa Biblia inasema akawafanyia mavazi ya ngozi na kuwastiri. Akawafanyia mavazi ya ngozi na kujistiri. Kwa hiyo nia ya Mungu ni kuwastiri hawa watu. Ni kuwastiri hawa watu. Hakuna asiyejua kwamba kifua kwa mwanamke na hata mwanaume hakipaswi kuonwa na mtu yeyote isipokuwa mke au mume. Hilo halipingiki.
Hilo halipingiki, kwa kila mmoja anafahamu hivyo. Lakini zaidi hakuna asiyefahamu kwamba haipaswi mwanamke kuonyesha mapaja yake, miguu yake, makwapa yake, tumbo lake ama kitovu chake. Halipingiki kwamba hakuna asiyejua kwamba haipaswi kuonekana hivyo. Sasa hebu tusome katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 9. Biblia yangu Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Katika mistari hii tunaona neno vazi, tunaona kujisitiri, tunaona adabu nzuri na moyo wa kiasi, tunaona si kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Hili ni eneo ambalo nataka tushare kuhusiana na upande wa wanawake. Mapenzi ya Mungu ni mwanamke yoyote, mtu yoyote wa jinsia ya kike anapaswa kuvaa mavazi ya kujisitiri na adabu nzuri mbele za wanadamu na mbele za Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunajaribu kutazama kwamba kujisitiri sasa huko ni kwa namna gani. Utagundua kwamba ni kama nilivyokwisha kukueleza kwamba maungo yake ya siri hayapaswi kuonekana. Matumbo yake mwanamke, tumbo lake halipaswi kuonekana, mapaja, matiti, kifua na kadhalika havipaswi kuonekana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kwa njia hiyo Mungu alijua watu wengi wanaweza wakaanguka, hapata kuwa na utaratibu, na Mungu ndiye mwenye utaratibu wa namna tunavyoweza kuishi wanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba ikiwa ni utamaduni, basi tuna tamaduni za aina mbili tu, utamaduni wa Mungu na utamaduni wa kishetani. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake kwamba yeyote anayekwenda kinyume na utaratibu huu ambao Mungu aliweka wa mtu kuvaa mavazi ya kujisitiri na adabu nzuri, akavaa tofauti, maana yake sasa yeye anatembea katika utamaduni wa kishetani, kwa sababu shetani hajali kwa bali ya kanuni za Mungu za namna ya kuishi, hajali. Ndio maana watu wengi utaona watu wengi wanatembea uchi, watu wengi hawajali, wanatembea na vichupi, wanatembea na vitaiti, wanatembea vifua wazi, matiti yako nje, wanatembea na wengine wako makanisani, wanasema hakuna shida, Mungu aangalii mwili, anaangalia roho. Kimsingi ni kwamba kama ukishindwa kuweka adabu, kuonyesha adabu katika mwili wa nje, inamaanisha hata ndani ya moyo wako au roho yako hakuna adabu. Maana kiumjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo kiujazacho moyo ndicho kimtokacho mtu. Hakuna mtu anayeweza kufanya kitu chochote kilicho nje ya kile kilichoko moyoni. Unachokiona chochote anachofanya mtu kwa nje, iwe ameongea neno, iwe amefanya kitendo fulani, amevaa mavazi, amejiweka mitindo ya namna mbalimbali, amenyoa, amefanyaje, maana yake ndivyo alivyojinyoa huko moyoni, ndivyo alivyojipamba huko moyoni, ndivyo alivyojiharibu huko moyoni. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba eti mtu anaweza asijali utu wa nje alafu akajali utu wa ndani. Huo ni udanganyifu wa shetani, na wote wasiojali utu wa nje, basi tunafahamu kabisa hata utu wa ndani hawaujali kabisa, na mwisho wao ni jehanamu ya moto. Sasa unisikilize mtumishi wa Mungu. Mungu aliweka tofauti ya mavazi kati ya mwanaume na mwanamke kwa kuzingatia maumbile yao. Nataka nizungumze na nyinyi watu ambao mmekuwa mkijenga hoja na kutetea sana kwa habari ya wanawake kuvaa suruali.
Kuvaa suruali kwa mwanamke sio mpango wa Mungu na ni chukizo. Na wote wanaovaa, haijalishi wewe ni nani. Wewe ni nani? Ni mtumishi, umesifika kwa utumishi miaka mingi, lakini kimsingi ni kwamba ikiwa utaonekana umevaa suruali, awe ni mzungu, awe ni mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Mhindi, watu wote, lugha, kabila na taifa zilizoko duniani, yeyote asiyejali mfumo wa utakatifu wa kimungu ambao Mungu mwenyewe aliuanzisha, mtu huyo hatakuwa na tumaini la uzima wa milele ndani yake. Sasa watu wengi wamekwisha kuhalalisha kwamba unajua mavazi kwa mfano suruali kwa wazungu ni kawaida, ni utamaduni wao. Ni utamaduni wao, na sasa imeingia mpaka mataifa mengi ya Afrika na kabila nyingi za Afrika na hata Tanzania. Wengi sasa wanasema kuvaa mavazi ni utamaduni. Kwa hiyo hata wazungu wanapovaa vikaptula, wanapovaa vichupi hivyo, wanapovaa visuruali, vinguo vya kubana, wanaacha matiti nje, vifua viko wazi, wengi wanadhani kwamba ni utamaduni wao. Hapana, huo ni ukengeufu. Huo ni ukengeufu, iwe kwa yeyote. Mungu, kumbuka, alimuumba mwanadamu mmoja. Mwanadamu yeyote ana mahitaji sawa, na anapaswa kutembea katika kanuni ya kimungu, kwa sababu wote ni uzao wa Mungu. Wote hawa ni uzao wa Mungu. Hakuna ambaye Mungu atataka avae hivi, wengine wavae hivi. Amkataze Mwafrika hiki alafu aruhusu kwa mzungu hivi. Hapana. Kanuni ya kimungu ni ya aina moja. Sisi sote mbele za Mungu ni mtu mmoja. Sisi sote tunatambulikana kwa namna moja. Hakuna cha kusema mzungu, hakuna cha kusema mchina, Mwarabu, mzungu, Mhindi, nani. Wote mbele za Mungu tunatambulikana kwa namna moja. Sasa acha nizungumze kwa nini mwanamke kuvaa suruali ni dhambi. Biblia inataja kwa bali maumbile yenyewe yanatutofautisha. Maumbile ya mwanamke na maumbile ya mwanaume ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana Biblia inataja katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5, inasema, neno la Mungu linasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni chukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Mungu ameweka bayana utofauti wa mavazi ya wanawake na mavazi ya wanaume. Anaposema wanawake, anamaanisha wanawake wa kabila zote duniani, wa lugha zote, wa mataifa yote. Hapa hajabagua Mwafrika wala mzungu wala mchina wala Mhindi wala nani. Amezungumzia kwa ujumla wanawake hawapaswi kuvaa mavazi ya wanaume, na wanaume hawapaswi kabisa kuvaa mavazi ya wanawake. Sasa unaweza kusema mavazi ya wanawake ni ya namna gani? Kutokea mwanzo tumeona, kutokea mwanzo kabisa tunaona wanawake wana namna yao ya mavazi rasmi ambayo wamekuwa wakiyavaa na hakuna shida kwao kutokana na maumbile yao. Ngoja nikupe mfano huu, mpenzi msikilizaji wangu, utanielewa. Mfano, kimsingi mwanamke anapotaka kujisaidia haja ndogo, mfumo wa namna anavyojisaidia ni tofauti kabisa na mfumo wa mwanaume. Na ndio maana unaweza ukaona mwanaume anapokuwa anajisaidia hawezi akachuchumaa. Yeye atasimama, atamaliza mambo yake. Lakini mwanamke sio rahisi akasimama tu alafu akamaliza haja zake. Sio rahisi. Ni mpaka achuchumae. Kwa nini? Kwa sababu ya maumbile aliyoumbiwa nayo na Mungu. Sasa ndio maana Mungu alitengeneza vazi linaloendana na maumbile yake ili kutokumpa shida, kumrahisishia huyu mwanamke wakati anapotaka kujisaidia haja zake. Na ndio maana tangu mwanzo kuna mavazi ya wanawake yaliyo kwa muundo wa sketi au kwa muundo wa gauni.
Gauni kwa maana ya vazi kutoka juu mpaka chini, lakini sketi kwa maana ya kuanzia kiunoni kushuka mpaka chini. Kwa hiyo mwanamke anapaswa kuvaa gauni au sketi na wala sio suruali kama wengine wanavyodhani kwamba ni utamaduni tu, anaweza kajiamulia kuvaa suruali au kwa namna yote ile. Vazi rasmi la mwanamke linaloweza kumsitiri, linalofaa na kupendeza, lisilo na shida mbele za Mungu ni gauni au sketi. Hilo halipingiki. Na mwanadamu yeyote wa jinsi ya kike ambaye hatakuwa tayari kutii hii kanuni ya kimungu kwa maana ya kuvaa gauni na sketi kama mavazi rasmi ya mwanamke, ndani yako hakuna tumaini la uzima wa milele. Leo utakataa, lakini utakataa kwetu wanadamu na kwa nafsi yako mwenyewe, lakini mbele za Mungu wetu akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Hilo halipingiki. Umechagua kwenda jehanamu, vaa suruali, vaa vikaptula, vaa hivyo vitaiti. Lakini kama umeamua kwenda mbinguni, wewe ni mzungu, wewe ni mtu wa taifa lolote, kabila lolote, jamaa yoyote duniani, basi rejea kwenye mfumo wa mavazi ambao ni utamaduni wa kimungu ulioanzishwa tangu uumbaji. Mwanamke imekupasa kuvaa gauni, tena gauni refu linalositiri maungo yako yote, linaloficha kifua chako, linaloficha kitovu chako, linaloficha vikwapa vyako, linaloficha sehemu zako za siri na hata mapaja yako na miguu yako kwa ujumla mpaka kwenye viwiko vya huku vya chini kabisa huku kwenye viungo, kwenye wayo. Imekupasa mwanamke kuvaa vazi refu linalostiri. Hapo ndipo penye tumaini la uzima wa milele. Haijalishi utatiwa moyo na askofu wako, utatiwa moyo kwa namna yoyote ile na mtumishi yeyote ambaye wewe unamwamini, lakini tambua hakuna mwanadamu yeyote aliye na mbingu duniani. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kutengeneza mbingu ya kwake, hayupo. Wote imetupasa kuishi kwa kanuni ya kimungu, na hiyo kanuni Mungu alianzisha tangu msingi wa ulimwengu alipomuumba na mwanadamu. Tunaona hapa anasema hivi, imempasa mwanamke kuvaa mavazi ya kusitiri mwili wake na yenye adabu nzuri. Niko kipengele cha mavazi, adabu nzuri. Wengi wanaelewa hii haipingiki. Roho wa Mungu yuko kazini kwa waliookoka na wasiookoka. Tunapozungumzia mavazi ya kusitiri, inafahamika ni mavazi yanayositiri barabara maungo ya mwanamke na sehemu ambazo hazipaswi kabisa kuonwa. Naam. Lakini pia yenye adabu nzuri, maana yake yasiyo transparent, yasiyo yenye kubana, yasiyo mafupi kwa namna yoyote, yasiyo na namna yoyote ambayo italeta shida kwa watazamaji. Na Biblia inasema kwamba usitafute faida yako mwenyewe bali na ya wengine pia. Unisikilize mwanamke ambaye unabidii kumcha Bwana na kumwabudu Mungu. Mwanamke ambaye unabidii kuimba, unabidii kuomba, unabidii kuhudumia watakatifu, unabidii kwa namna yote wengine kuhubiri, wengine vyovyote vile ambavyo unatumika. Lakini unisikilize, kama hauwezi kutii kanuni ya kimungu ya kuvaa mavazi ya kusitiri, usitegemee kuiona mbingu. Ndiyo, duniani unaweza kujipatia umaarufu mwingi. Duniani unaweza ukapata sifa nyingi, watu wakakutia moyo, watu wakakuamini, watu kwa namna yote wakakutia moyo na wakasema hakuna shida. Lakini nakuambia ukweli usiopingika, Yesu alinisemesha na Yesu akasisitiza akasema, awaye yote asiyetii hii kanuni ya mavazi ya kujistiri na mavazi yenye adabu kamwe
hawezi kuiona mbingu kabisa. Bwana Yesu kwa upendo wake mkuu ametumia gharama nyingi kuwachukua watu wengi na kwenda kuwatazamisha kule kuzimu, kule jehanamu, kule kuzimu ambako watu wametupwa kwa mangojeo mpaka siku Yesu atakapokuja duniani na kuhukumu ulimwengu wote. Amewatazamisha wengi, wanalalamika, walivaa visuruali, walivaa vikaptula, walivaa vinguo vya kubana, walivaa hivyo vichupi, walivaa vinguo visivyostiri kifua chao, walivaa, lakini leo hii walitupwa kuzimu bila kujali walikuwa ni akina nani. Mama maaskofu, mama wachungaji, mama wainjilisti, manabii, mitume na watu wote wako kuzimu. Mungu ajipingi. Alichokikataza hakuna mwanadamu anaweza kukikubali. Hakuna namna inaweza kikakubaliwa. Kilichokatazwa na Mungu ni kimekatazwa jumla. Kwa hiyo tumeona kwamba Mungu aliweka utaratibu wa mavazi kutokana na maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu wa jinsia ya kike na mwanadamu wa jinsia ya kiume. Na ndio maana wengine kwa ukengeufu wao tu, kwa ukengeufu wako tu, mtumishi wa Mungu, unasema ziko suruali za kiume na suruali za kike. Mara suruali za kiume za kike hazina zipu, mara zina zipu pembeni, mara ziko hivi. Hapana, uwe ni ujanja, ni udanganyifu wa shetani, ni ukaidi tu ambao umekufanya utapetape namna hiyo. Lakini vazi limpasalo mwanamke ni vazi linalostiri, ni vazi ambalo lazima liwe na wazi huku chini, kwa maana kwamba iwe rahisi huyu mwanamke kuchuchumaa na kuweza kujisaidia kwa urahisi na kwa wepesi. Lakini sio suruali. Sio suruali. Suruali ni chukizo kwa mwanamke kuivaa, na gauni ni chukizo kwa mwanaume kulivaa kwa namna yote, wala sketi kwa namna yote. Ni machukizo mbele za Mungu aliye hai. Kwa hiyo wewe unayetetea kwa kudhani kwamba ni utamaduni, hapana. Mbele za Mungu hakuna cha Mchina, hakuna cha nani wala cha mzungu, hakuna cha, wote tuko sawa na wote tutahukumiwa sawa. Alipokuwa anawavika Adamu na Eva pale bustanini, hakubagua. Angekuwa wameumbwa wanadamu wengi, wazungu, wa China, wa nini, na wote wakapewa utaratibu wao wa kimavazi, wa kuvaa mavazi, tungesema sawa. Hawa aliwatengenezea utamaduni wao, hawa utamaduni wao, wazungu utamaduni wao na kadhalika. Lakini Biblia inasema, inamtaja mwanadamu wa kwanza wa jinsia ya kike na mwanadamu wa kwanza wa jinsia ya kiume. Kwa hiyo akawapa utaratibu tangu mtu anapozaliwa, tangu jamii zetu zilizopita huko vizazi na vizazi. Utaratibu huu unafahamika kwamba mwanamke ana mavazi yake na mwanaume ana mavazi yake, na wala haviingiliani. Haya tunayoyaona leo ni ukengeufu, ni ajenda ya ufalme wa giza kupofusha fikra za mwanadamu na kumfanya adanganyike na kuingia kuvaa yaliyo machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo si mtumishi wa Mungu, usitiwe moyo na yeyote. Usitiwe moyo na yeyote. Fahamu huo ni uovu na ni dhambi. Na askofu yeyote, mhubiri yeyote, mtume yeyote, mwinjilisti yeyote asiyejali haya mafundisho, asiyewaonya watu katika namna hiyo, hakika kazi yako itakuwa bure wewe mwinjilisti. Kazi yako itakuwa bure wewe mtume, wewe nabii, wewe mchungaji, wewe mwalimu. Kazi yako itapimwa. Ikiwa watu wako ambao umewahalalisha kuvaa visuruali, vigauni vya kubana, mipasuo namna hiyo, watakapopitishwa, kazi yako hiyo itakapopitishwa kwenye moto ikateketea, utaingia hasara. Utakuwa umefanya kazi bure. Kwa hiyo ninakuonya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unahitaji uzima wa milele, lazima ukubali kugharamika. Unahitaji kumuona Yesu, lazima ukubali utamaduni wa kimbingu ambao ni wa kujisitiri mavazi, ni wa kujisitiri na kila jinsia kwa namna yake. Mungu akubariki. Bila shaka utakuwa umenielewa
nitarudi tena katika wakati mwingine kama huu. Mungu akubariki sana. Naomba nimshukuru Bwana Yesu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amenisikiliza leo. Bila shaka Yesu umesema na yeye, na nia yako ni asipotee. Nia yako ni akaurithi uzima wa milele. Nia yako ni atoke katika mitego ya udanganyifu na mafundisho ya uongo yenye nia kuwapoteza wanadamu na nafsi hizi. Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, mjalie mtu huyu kupokea, mwanamke huyu kulipokea neno hili, mwanaume huyu kulipokea neno hili, ili limfae tangu sasa hata uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana sana sana. Amen.